Tunajua kwamba ofisi ya takwimu ndio msingi wa upangaji wa taifa, lakini mara nyingi takwimu za kipato, gharama za maisha, mishahara na hali za ajira hazionekani kwa kina cha kutosha katika ngazi ya mikoa na miji, kuonyesha mkoa huu kipato ni hiki na kadhalika. Hili hali tofauti na hali za maisha kati ya vijiji, kuna tofauti ya maisha kati ya jiji kubwa na mji mdogo na ni halisi. Je, ni changamoto zipi zinazofanya takwimu hizi zisambae kwa kina zaidi hata ngazi ya maeneo, na NBS ina mpango gani wa kuhakikisha data hizo zinapatikana kwa namna inayoweza kusaidia maamuzi ya kisera, ikiwemo masuala ya mishahara, posho na marupurupu yanayozingatia uhalisia wa maeneo tofauti ya nchi? Naweza kutusaidia? Karibu. Asante. Kwanza kabla kujibu swali, kwa faida ya ndugu zetu wanafunzi wanataka kujifunza, ningependa kuambia kwamba NBS au Ofisi ya Taifa ya Takwimu ni ofisi ya serikali iliyopewa mamlaka kulingana na Sheria ya Taifa ya Takwimu ya sura namba 351 kukusanya, kuchambua na kusambaza takwimu rasmi. Takwimu rasmi kwa maana takwimu zote zinazofuata vigezo. Lakini jukumu hili Ofisi ya Taifa ya Takwimu inafanya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tunawaita National Statistical System Stakeholders. Umeona moja wapo ni hawa vyuo vikuu. Katika kukusanya hizi takwimu kama alivyoeleza mwezeshaji, tunakusanya takwimu za aina mbili. Tunakusanya takwimu za administrative data, lakini tunakusanya takwimu za survey data. Survey data kwa maana hizi tunazoenda kwenye kaya na sehemu zingine tukienda field, lakini administrative data ni kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti. Msingi wa swali letu hili tunapata kwenye utafiti mmoja au utafiti mbili ambazo tunaziita ni Household Budget Survey, ambayo utafiti hii inafanyika kila baada ya miaka 5, na tuna kitu tunaita National Panel Survey. Nafikiri kwa wanafunzi mlioko hapo mnafahamu National Panel Survey ni tunafanya ufuatiliaji wa kaya kujua matumizi katika kipindi fulani ili kujua jinsi gani maisha yanabadilika. Sasa takwimu hizi tunapozitafuta na kuzichakata tunatoa katika sehemu kuu 3. Matokeo yake tunatoa kwenye national level kwa maana ya hali ya umaskini, consumption na kipato kwa ujumla katika ngazi ya taifa, lakini tunatoa katika ngazi ya rural na urban na katika ngazi ya mikoa kwa ujumla. Kwa maana Dar es Salaam ni ngapi, Arusha na mikoa mingine. Kwa kufanya hivyo tunakuwa tumetoa matokeo ya awali, na baada ya hapo huwa tunafanya further analysis kwa kutumia njia za kisayansi ambazo moja wapo tunaweza ni hizi small area estimation. Nafikiri mnafahamu au mmezisoma hizi. Sasa tunaenda deep zaidi katika kutoa zile disaggregation katika district level, na tunafanya haya yote kwa kushirikiana na wadau wenzetu. Moja wapo ya wadau tulioshirikiana nao ni RIPOA. RIPOA nafikiri mnawafahamu, wanadili na katika research za umaskini. Kwa hiyo huo ndo msingi, lakini katika kupima katika ngazi za mishahara na nini, NBS tunashirikiana na wadau wote wanaokuja ili tuwape zile takwimu za kuwawezesha kufanya maamuzi. Kumbuka sisi NBS hatutoi zile indication, na inawezekana sehemu ya mshahara kipato au matumizi ni moja ya indicator inayotumika kucalculate zile gharama za maisha, lakini sisi tumekuwa tukitoa takwimu kwa ngazi husika. Jitihada gani ambazo tunazifanya? Ofisi ya Taifa ya Takwimu na jitihada mbalimbali ambazo tunazifanya katika kufanya kwamba upatikanaji wa takwimu au data unafika ngazi zote mpaka ngazi za chini. Moja, tumefanya data integration. Tumeingiza sasa hivi almost taasisi nyingi za serikali. Ukiingia kwenye website yetu ya NBS, huna haja ya kuja kusema kwamba naomba data NBS. Wewe unatakiwa ujisajili kwenye mfumo wa TISP, Tanzania Integrated Nafikiri Data System
Kwa hiyo ukiingia, tuna mifumo miwili. Ukiingia kwenye website unaweza kaingia pale, wewe kama mwanafunzi au mtumiaji wa takwimu unaweza ukajirejista na ukapata zile takwimu pasipo kuja ofisini kwetu. Hiyo ni njia ya kwanza. Na zile data zote tumeziweka katika Excel katika format ya row and column, data ambayo inaeleweka. Lakini cha pili, ili tuzipate data nyingi zaidi, tumefanya tuko kwenye hatua za mwisho za kufanya review ya Statistics Act. Lakini ni moja ya initiative ni kutaka kuweka nguvu zaidi ili data iweze kuflow katika Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Kumbuka tuna sheria ya takwimu 351, lakini tunataka tuipe nguvu zaidi, kwa maana zile taasisi zote ambazo zinakusanya ziweze kutupa data zinazotakiwa, kwa sababu watu wengi tukiwauliza habari ya data watakuja kwetu, lakini kama sisi hatuna takwimu itakuwa kidogo ni changamoto. Cha tatu, tunaanzisha kitu kinaitwa data lab. Sasa data lab ni sehemu ambapo wewe kama mwanafunzi, wewe kama researcher, wewe kama mtu yoyote anayetaka matumizi ya data, tuna data center yetu hapa Dar es Salaam, na tuna timu ya watu ambao ni expert kutoka vyuo vikuu, kutoka kwa wanafunzi walioajiriwa, wana uwezo sana. Hiyo data lab lengo lake ni data center itakuwa iko pale na any project inayohusu data. Yaani leo hii wewe ukitaka data za sensa ya watu na makazi milioni 60 ngapi zile zote, tunakupa access ya zile data, lakini utafanya project yako within a single room na utarani project yako na utakamilisha kwa wakati, pasipo sema sijui utumie data ufanye nini. Kwa hiyo hizo zote ni initiative za kufanya kwamba tunawafikia wananchi wote na pasipo kumwacha mtu nyuma, kama SDG anavyosema leave no one behind. Okay, asante. Ila kwa kifupi, unaweza kutueleza ni changamoto gani katika hiyo process ya kusambaza data? Kuna changamoto gani mnazokumbana nazo na namna gani mnashughulika nazo? Kwa kifupi, changamoto tunazokumbana nazo katika kusambaza data ni hasa ni administrative data. Unajua administrative data hazikusanyi sisi wenyewe, tunatoa kwenye taasisi tofauti tofauti. Sasa kwa mfano nikienda labda taasisi labda ya UDSM kama hapa ilipo, kuna baadhi ya takwimu ili nizipate lazima niwaandikie barua, MOU na vitu vingine, lakini pia sina ile full access ya zile taarifa, kitu ambacho sasa hivi tunapambana nacho na katika kuona namna ya kukisolve. Lakini kwa watumiaji wa takwimu, nafikiri sisi kama wanafunzi na watumiaji wajao wa takwimu katika kufanya hizo modeling na forecasting, tuhimize matumizi ya data. Yaani data zipo, lakini watu hawajui wanazipata wapi na hawajui wanazitumiaje. Kwa hiyo ni fursa pia sisi kama upcoming actualists na watu wa kupredict na kudevelop hizi model, ni muhimu tukatumia takwimu, data. Sisi tunahamasisha matumizi ya data katika kufanya maamuzi. Yaani wewe mabalozi wetu, nafikiri hiyo ndio changamoto kubwa, matumizi ya data katika kufanya maamuzi na sio matumizi ya maneno bila ushahidi wa namba. Asante. Nashukuru sana. Labda niongeze swali hapo kwa wewe mwenyewe NBS. Tunajua kwamba kwa takwimu ya bima, jedwali la maisha life table la taifa ni nyenzo ya msingi sana kuwa na life table kwa ajili ya taifa. Nakumbuka wakati nasoma nilikuta anasema kwenye pension zingine, mifuko ya hifadhi wanatumia life table ya UK ya wakati wa vita ya pili ya dunia. Sasa sisi kama taifa ni kama hatuna life table. Sasa NBS kwa kushirikiana na wataalamu wa actuarial, wako wanafunzi, wako walimu, na mnaweza kwamba mnaona kama kuna nafasi sasa au namna ya kuandaa life table kwa ajili ya taifa? Asante mwezeshaji kwa swali la nyongeza. Kama tulivyosema, NBS tunashirikiana na wadau mbalimbali katika kutekeleza majukumu yetu. Wadau wote ni wadau wetu katika kuwapa takwimu. Tunaweza tuseme kwamba tunatoa life table exactly, kwa sababu hatuwezi tukampa mtu kila kitu, lakini indicators za life table tunazitoa. Kwa mfano ukiniambia labda fertility, mortality, unaona na indicators zingine ambazo ziko kwenye life table, zile indicators zote
sisi tunazikusanya kwenye survey ya sensa tunapata, kwenye survey ya demographic and health survey tunapata, tena tunapata katika ngazi ya chini kabisa, vizazi vya watoto, vizazi vya watu wazima, vizazi vya kila mtu tunapata. Issue ni kwamba hatuitoi ile this is life table. So upon the request unapewa, kwa sababu ukisema tukuwekee column ina hichi utapata. Na ndio maana tunasema sisi tuko pale kuwahudumia. Indicator zote tunazipata, lakini pia kama hata indicator hazipo bado tunatoa room ya kwenye survey, huwa tunashirikisha wadau tofauti. Kwa maana kama tunafanya survey ya afya tunashirikisha wadau wote. Kwa mfano wengi hapa nafikiri mliona sensa. Sensa ilichukua, sidhani kama kuna ofisi iliachwa. Kila mtu aliambiwa unataka kitu gani. Maana kile unachokitaka unakileta pale, tunakiingiza, tunaenda kuhoji. Tukienda kuhoji, tukirudi tukifanya analysis, tunakupa data zako. Kwa hiyo nafikiri hatutoi exactly kwamba this is life table, lakini all the indicators ambazo zitahusika kwenye life table na table zingine tunazitoa, na tunawakaribisha mje mziombe. Hata kuzingatia pia niko kwenye idara ya population, idara ambayo ina survey, ina data nyingi sana za hizi social economic indicator, na mara nyingi zikija, bahati nzuri pia nimesoma data science na nimesoma UDSM Afrika miaka 15 nyuma imepita, na pia nimefurahi kuwepo hapa. Kwa hiyo kwa msingi huo ukileta request yako obvious itanikuta mimi, na data zote mimi ninazo, nitazichakata na nitakupa. Kwa hiyo karibuni. Sawa, nashukuru. Kwa kifupi labda auoni kwamba kuna haja ya kama taifa tukawa na life table kwa sasa badala ya kuwa na hivyo viashiria tu? Tumelichukua hilo na nafikiri ni muhimu, kwa sababu tukiangalia labda kwa kujibu tu in short, life table kuna baadhi ya jukumu ambalo tumeongezewa pia NBS, jukumu la kuandaa ile ripoti ya vizazi na vifo kutokea RITA. Sasa maana yake ndani ya ile ripoti tunaweza tukaichukua kama ni moja ya kuwa na hiyo life table, lakini pia tunaandaa statistical abstract kila mwaka, na tunaandaa Tanzanian figure, just a snapshot ya takwimu zote nchini. Kwa hiyo kwa sababu tumetoa ile jukumu la msingi la kuandaa vizazi na vifo, report na takwimu zake, na tunaweza tukalichukua hili, sababu pia bado pia niko kwenye dawati langu na naweza kama nimeniongezea pia labda mileage katika kukutana na wadau. Tunashukuru, na nguvu kazi hapa ipo. Tunashukuru sana. Tumpigie makofi mtu wa NBS. Sasa twende kwa mtu wa TRA, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Katika jitihada za kukuza mapato ya taifa, tumeshuhudia kundi la vijana wabunifu, product designing, wahitimu wapya na wajasiriamali wadogo wanaoanza na mitaji midogo sana. Wengi wao huingia katika shughuli za ubunifu na uundaji wa bidhaa kabla hata hawajapata uimara wa kifedha. Je, TRA inawezaje kuweka uwiano kati ya wajibu wa kukusanya mapato na kuimarisha na wajibu wa kulinda ukuaji wa biashara ndogo, ili mfumo wa kodi usije ukawabana wanaoanza badala ya kuwalea wakue na baadaye wawe walipa kodi imara? Na katika eneo hilo takwimu inaweza kutumikaje kutofautisha biashara changa na biashara zilizopevuka ili sera ziwe na haki kwa wote? Karibu. Ni kushukuru sana moderator, kama nilivyojitambulisha awali, mimi Sipo John Walalaze, meneja elimu kwa mlipa kodi Mamlaka ya Mapato Tanzania. Niseme tu hii ndo mara yangu ya kwanza kusimama hapa. Can see the face of taxpayer, the face of tax administrators. Sababu si lazima usome kodi, usome finances, usome customs na kadhalika ili uajiriwe TRA. Even hata kama uko kwenye kozi yote inayohusiana na hesabu, inayohusiana na sheria. Nimeona wanafunzi wanaotoka FM, nimeona wanafunzi wanaotoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa na wengine wa UDOM. Wote hapa najua kwamba ni vijana ambao tunaoandaa kwa ajili ya baadaye kuwa walipa kodi na kuwa baadaye kuwa
wakusanya kodi. Nitoe tu kama kaushuhuda, mimi mwenyewe huko chini huko, kilichonisaidia ni hesabu mpaka hapa nilipofika. Nilipokuwa shule ya msingi, wenzangu wakati wanaenda kwenye michezo ile umeita shumta, wanashindana kuhusu mpira, mimi nikawa naenda kushindana kuhusu hesabu. Kaenda hivyo hivyo kwenye level ya kimkoa, kachaguliwa mwenzangu, lakini fine enough, kutoka pale nikachaguliwa moja hapo ya shule ya wanafunzi wa vipaji maalum. Lakini kilichonipeleka kule nini? Ni mathematics. Mpaka nilipofika hapa najua kwamba sasa tunaongoza. Nimekuwa manager wa wilaya mbalimbali hapa Tanzania, nimekuwa manager wa mikoa hapa Tanzania, then mwaka juzi ndio nikateuliwa kuwa manager elimu kwa mlipa kodi mamlaka ya mapato Tanzania. Niseme tu kwamba hata kama uko hapa TRA pia tunaajiri watu ambao wanatoka kwenye kada kama hizi, sababu wote hapa tax administrators. Moderator ameuliza swali zuri sana kuhusu vijana. Najua vijana wakitoka hapa wengi wanatafuta kujipata. Ule mtaani shazoea kujipata. Katika kujipata huko wanakuwa na biashara, wanakuwa na shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazowazalishia kipato. Sasa TRA sisi tunahusikaje kuhakikisha kwamba tuna incubate, tunatania hizi biashara ambazo vijana wanazozianza? Kwanza sheria ya kodi au mfumo wenyewe wa kodi. Kodi isipowekwa vizuri, obviously inakuja kuua biashara. Let's say kwa mfano kama rate zisingekuwa zinaangaliwa kila mwaka, biashara zingekuwa zinakufa. Lakini kwa TRA sisi tumeweka mfumo mzuri sana wa usimamizi wa wafanyabiashara, usimamizi wa walipa kodi. Tumefanya segmentation ya walipa kodi, na hapa ni function ya data, kwamba wale wenye kipato kuanzia kipato hiki hadi kipato hiki, wenye biashara ni turnover kuanzia somewhere hadi somewhere, tumegawanya katika makundi mbalimbali. Kwa lese hawa wafanyabiashara ambao ni wadogo, hizi startup tuna wengi wetu ambao tunaanza na biashara ndogo ndogo, tunaanza na mitaji midogo. Cha kwanza niseme tu kwamba kwenye kodi hakuna kutoza kodi kwenye mtaji. Juzi hata kuna mheshimiwa mmoja kule bungeni alisema TRA wanatoza kodi kwenye mtaji. Ni moja wapo kazi ambayo ni kazi ya kwangu moderator, ya kwenda kuwaelimisha wadau kama wale, ili hata kama wakichangia kule kuhusu masuala ya kodi, angalau kwa tunauelewa kuhusu nini kodi. Kodi haitozwi kwenye mtaji. No taxes on capital. Unless otherwise kuna baadhi tu ya transaction. Mfano kama let's say disposal ya assets, kama gari, kama nyumba, pale lazima useme utalipa capital gain kutokana na nini? Na appreciation ya value ya ile jengo. Lakini kwa wengi ambao tunalipa kodi, na niseme tu duniani tuna vitu viwili ambavyo hatuwezi kuepuka. Moderator ningekuwa kwenye mhadhara, ningesimama ningewaambia anyoshe mkono vitu ningeuliza swali, lakini sasa hivi hapa na wajibu tu wa kuvitaja. Duniani tuna vitu viwili ambavyo huwezi kuviepuka. Cha kwanza ni kulipa kodi. Asubuhi najua tuliamka kule tulikotoka, kila mmoja amegonga cha kwake cha kuingiza kinywani. Mle ndani kuna nini? Kuna kodi. Tumevaa hapa tumependeza. Mle ndani kwenye hizo nguo kuna nini? Kuna series of taxes mpaka kufikia pale kwa hiyo sehemu hiyo. Niseme tu kwamba kodi unalipa katika nyanja mbalimbali. First, ya kwanza unalipa kodi kama unakiwa na kipato. Kama unaingiza kipato chochote lazima utalipa kodi katika njia ambayo TRA watakuwa wamekuwekea. Ya pili utalipa kodi kama una consumption. Na ndio maana wakasema kwamba simply uko hai, lazima kuna somewhere then unalipa nini? Unalipa kodi. Unalipa kodi kama unahitaji permit, unahitaji kupata kibali mbalimbali. Hiyo ni nini? Ni kodi. Unalipa kodi kama ukiwa na umiliki wa kitu chochote. Mfano kama lese ardhi, nyumba, lazima kuna kodi za kila mwaka wewe unazilipa. Kama lese kama ni gari, kama na miliki ni gari la kwangu, liko katika ownership ya kwangu, lazima kuna kodi unayolipa kila mwaka. Wale wa Kongo wazee wetu, nakumbuka mlikuwa mnalipa kodi inaitwa
tuna forms mbalimbali za kufanya biashara. Inawezekana kama kijana ukafanya biashara either individual ukaja kuisajili mwenyewe, au ukafanya biashara ya ubia, tunaita nini, partnership, au ukafanya biashara ya kufungua kampuni wewe na mwenzako mkapata share zenu pale mkafungua kampuni. Sasa katika kufanya hivyo, TRA inawasaidieje hawa ambao ni wafanyabiashara wadogo au hawa wa startup? Kwa yule ambaye mauzo yake kwa mwaka turnover ambayo ni kuanzia 0 mpaka milioni 4, huyo amekuwa exempted kulipa kodi ya mapato, exempted from paying income taxes. Hawa ambao ni nini, individual. Mauzo yakishakuwa milioni 4 mpaka milioni 7, huyo analipa 100,000 kwa mwaka mzima, na 100,000 hiyo unailipa kwa installment. Ukitoka milioni 7 mpaka milioni 11, huyo analipa 250,000. Milioni 11 kwenda mpaka milioni 100, huyo atalipa 3.5% ya nini, ya yale mauzo. Na hapa ndio inakuja self assessment. Kwa angalau wewe hata ukifunga safari kutoka leo unaenda TRA, unajua mimi kodi yangu kiasi ni hiki hapa unatakiwa nilipe. Kwa hawa wadogo, ili angalau kutoa discourage, kuendelea kwa incubate, tumeweka hizo viwango ambavyo vitakuwa nini, ni vya uwatamizi. Wale wadogo kabisa, they don't pay taxes, wanapewa tu cha kwanza nini, ni usajili. Niseme tu ndugu moderator, katika issue yote ya kulipa kodi, hebu naomba tupungiane, tupeane 5, sema high five. Kuna vitu vitano ambavyo ni muhimu sana, just 5 aspects ambao need just to observe when you are doing business. Hivyo vitu vitano ukishaviangalia, hakuna mtu yote wa TRA ambaye atakusumbua, either watasi nyingine related na TRA. Cha kwanza, hakikisha biashara yako imesajiliwa. Hakikisha biashara yako imesajiliwa, au lugha yetu ya Kizaramo tunaita nini, business registration. In TRA we are registering those business kwa kuwapa namba ya utambulisho wa mlipa kodi ambao ni nini? Ndio kwa moderator kwa nataka nisikie neno TIN number. Ukishatoka hapa, kuna mtu mwingine akwambia naomba tukutane hapa barabara ya Morogoro Road, utamuelewa? Ukishasema TIN number, TIN yenyewe ni taxpayer identification number, then unaongezea namba tena mwishoni. Wewe sema tu ni nini, ni TIN. Jambo la kwanza ni nini, ni TIN. Jambo letu la pili kwenye yale matano ni uwasilishaji wa ritani. Uwasilishaji wa ritani au makadirio nini ya kodi. Mimi nipo katika biashara, nitahakikisha kila tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 3 naenda TRA kwa ajili ya kuwasilisha makadirio yangu. Sasa hivi sio lazima uende TRA. Tuna mfumo wetu ambao ni rahisi sana ambao tumezungumzia tarehe 9 mwezi wa 2, tunaita IDRAS. IDRAS it is Integrated Domestic Revenue Administration System. Jambo la tatu, ukishapata makadirio yako ni kulipa kodi kwa wakati. Timely payment nini of taxes. Jambo la 4 ni utunzaji sahihi wa kumbukumbu za biashara zako. Kule mtaani wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Good business and proper business record keeping. Jambo la 5 ni matumizi sahihi ya mifumo ya kielektroniki ya kodi. Sasa hivi tunasema TRA, sisi tunasema ukinunua dai receipt, na wewe unayeuza toa nini, toa receipt. Model receipt ya nini, ya leo. Nikitoka tu hapa na zawadi yake, receipt ya nini, ya leo. Kama unaitafute tu mfukoni, receipt ya EFD ya leo na zawadi yako nzuri sana ambayo utaipata hapa. Na jambo hilo sasa ni 5. Hayo yote matano hayo tunayazungushia na neno moja linaloitwa nini, ushirikiano na mawasiliano na mamlaka ya mapato Tanzania. When you are starting your business, maybe umeanza ka biashara yako kakiwa kadogo, biashara yako imekuwa kubwa, imekuwa na branches, toa taarifa TRA. Sasa hivi sio not necessary to visit TRA. Unaingia tu kwenye mfumo, unaomba nini, branch team. Inawezekana mimi nimeanza nikiwa na biashara ya magari matatu, moja nikapata ajali. Just inform us so that we can amend those assessments. Tunapunguza kutoka labda malipo ya kodi ya milioni 5 kuweka kwenye malipo ya kodi ambayo yako rahisi kwako wewe kufanya nini, kulipa. Na pamoja na hiyo, moderator akasema usife na kamba shingoni, wakati TRA tupo kwa ajili ya kukusaidia. Kwa takwimu tu, sababu tuko leo katika issue za data.
Mwaka huu wa fedha 2025/26 tumewekewa lengo la kukusanya trilioni 36 out of trilioni 56 kwenye bajeti ya serikali. Ukiangalia it is almost kama 64.5% ya nini ya bajeti ya serikali inakuwa finance na kodi ambayo unalipa wewe Mtanzania. Hata wewe mwanafunzi una mchango wako mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunaikusanya hiyo kodi, kwa kuhakikisha kwamba ukienda kununua chochote dai nini risiti. Tunajidai hapa Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam, tunajidai hapa FM na kule Dodoma. Tunapata nini? Serikali inatupa nini? Wewe mwanafunzi kukaa kwako hapa chuoni, serikali inakulipia nini? Mbona msemi? Sitawadai. Mnapewa nini so that you can survive here? Mkopo au kwa mtaani mnaita nini? Boom. Ndio hivyo. Sasa hilo boom linatokana na nini? Kwa yule employer akasema kwamba kuna chanzo, kile chanzo cha kwanza ambacho tunaita nini? Ajira. Yule mwajiri ambaye ana wafanyakazi zaidi ya 10, mwishoni mwa mwezi ana calculate zile total ya employment cost zote, yani salaries na nini zote, anapiga 3.5%, anailipa TRA, anailipa serikalini. Hiyo anayelipa inaitwa skills development levy, inaitwa kodi ya uendelezaji ufundi stadi. Ndio hapo asilimia kadhaa inaenda kwa ajili ya kufinance nini? Bodi ya mikopo. Zile pesa zinazotokana kule ni mwajiri yule ambaye analipa ile SDL, na asilimia nyingine inaenda kwa ajili ya kuendeleza ufundi stadi hapa Tanzania. Kwa kodi ukiona sasa hivi kuna madaraja, kuna ndege, kuna SGR, that is your tax. Usiseme ni tax ya wazazi wako, usema nini? My tax. Ukiona ndugu zako wanasoma bure, ujue ni nini? Ni kodi yako. Usio kasema hujawahi kulipa kodi. Umelipa kodi katika njia mbalimbali. Thank you very much. Nashukuru sana. Kwa hiyo kama una risiti ya leo kuna ofa hapo. Swali sasa nielekezee kwa dada Rose NHIF. Katika sekta ya bima, usahihi wa data ndio msingi wa upangaji wa bei, tathmini ya madai na usimamizi wa hatari. Tanzania ilipoingia katika utekelezaji wa mifumo mipya na mipana zaidi ya kinga ya bima ya afya, swali la msingi linakuwa tunahakikishaje kwamba viwango vya michango premiums vinawekwa juu ya msingi sahihi wa takwimu na vinaendelea kuwa endelevu kadri uzoefu wa madai unavyojitokeza zile premiums. Alafu kwa mtazamo wa nyie NHIF, ni mfumo gani wa takwimu na ufuatiliaji unahitajika ili maamuzi yaliyobaki ya haki na ya kuaminika na ya muda mrefu yafanyike? Naweza kusaidia hapo? Asante moderator. Na mtu wa wizara unaweza kama ukawa na kutopa hapo utakaribishwa. Karibu Dada Rose. Asante sana. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Rose. Kwa nitaenda moja kwa moja kwenye respond kwenye swali uliloniuliza. Kwenye kuandaa viwango vya uchangiaji kuna stages na process. Yaani kwenye health insurance ili ensure ni sustainable, tuandae tu premium from nowhere. Nasema ni like boardroom product. Tunachokifanya, kuna mambo ya msingi ya kuzingatia kwanza. Na haya mambo ya msingi yanategemea na mazingira husika. Kwamba lazima kwanza tujue needs kutoka kwa client. Sasa needs zinatusaidia kujibu maswali makubwa mawili. Swali la kwanza ni accessibility, yani nini wanataka kupata, huduma gani. Na hizo huduma ndo basis kubwa ya kudetermine kiwango cha uchangiaji. Na kingine pia, we need to understand from the customer ili kuensure ile customer centricity ipo na product yetu iwe sustainable na endelevu. Kwanza lazima tujue pia ability to pay, yani ile wale wahitaji au either kampuni, individual, huko pia na financial availability. Kwa hiyo kuna mwanzoni kabisa lazima ufanye survey, preliminary survey ya kuweza kujibu maswali makubwa ya msingi. Sio katengeneza products ambayo mwisho wa siku baada ya policy kuisha labda drop out inakuwa more than 80%, 90%. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa ya msingi sana ya kufuatilia wakati unaandaa product. Kwa hiyo ukishakuwa na hizo bases sasa, kama actually unaenda kufanya sasa pricing, modeling ya pricing ili kuweza kudetermine kiwango through that basis. Na katika kuandaa kiwango cha uchangiaji,
kama tulivyosema, lazima ujue accessibility, yani what are the needs, wanahitaji nini, huduma zipi wanataka ya matibabu. Je, wanataka kiwango cha kuwatoa mpaka nje ya nchi, wanataka ndani ya nchi peke yake? Kusaidia kama actually uweze kutengeneza kiwango cha uchangiaji ambacho ni sustainable kwenye insurance, lazima kwanza uwe na data. Data ndio itakusaidia kupredict mteja wako akija kiwango hichi kitakuwa sustainable. Na data zetu tunatumia historical data. Kwa hiyo ndio tunapokuja sasa umuhimu wa data kama the main topic yetu kwenye hii symposium, kwamba data is a key kwenye kudetermine viwango vya uchangiaji. Kwa hiyo reliability ya data ambayo inatupa sasa zile historical information za medical utilization. Kwa historical information za medical utilization utazitumia kwa scenario tofauti, sababu wakati unatengeneza premium inategemeana na wanachama ambao unataka kuwaingiza wananchi. Sasa lazima uanze kuangalia factor nyingine, economic factor, demographic factor, kwamba group hili ni lipi, kwa sababu riski zinatofautiana by gender, by age. Kwa hiyo premium nayo inakuwa determined kwa kuangalia hizo risk factor zote. Kwa hiyo hicho ni very key issues ya kuangalia. Kwa hiyo utaona hapo ni namna gani historical data kuna umuhimu wa kuwa na information ambazo ni very reliable ili zisimislead ile premium na question sustainability ya insurance. Ukisha kuwa na information zote za historical data ambazo ni kama basis yako na kujua needs za customer, kama tulivyosema hapo mwanzo, kuna loaded factors nyingi ambazo tunaziapply kwenye zile historical data. Loaded factors zinaweza kuwa economic factor, kuna risk adjustment. Hizo zote zinakuwa adjusted kabla haujadetermine ile premium. Kwa hiyo ni vitu vya msingi pia zile assumptions tunazozitumia kama loaded factors zetu kwenye zile data ambazo za historical tumezitumia, like za medical, demographic, whatever, ni za muhimu pia kuwa reliable na kuhakikisha kwamba zinatoa ile result ambayo inaenda kwenye uhalisia. Baada ya kuwa na hizo bases, zinaongea kwa haraka in a nutshell, lakini ukishaweza kuwa ukafanya hiyo process yote mpaka mwisho ukawa na hizo data, kuna vitu vikubwa viwili vya msingi tunapaswa kuwa navyo. Kitu cha kwanza lazima kuwe na skills, ambayo skills tunaisema ni actuaries. Kwa hiyo unaweza kuwa na hizo information zote, kama skills haipo pia inaweza ika-question ile premium kwenye sustainability. Kwa hiyo skills nayo ni ya muhimu. Especially nimefurahi nikatamani na hizo products mlizodevelop uzipate. Yani wakati sisi tunasoma tupate hii chances ya kufanya hizo practical issues, na develop product mkiwa shuleni, kwa mkija ofisini inakuwa rahisi. Kwa hiyo unakuta skills zenu iko more practical, sio theoretic zaidi. Kwa hiyo skills is key ya kuweza kusaidia kwenye kuandaa viwango vya uchangiaji. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu pia katika kuandaa viwango vya uchangiaji ni tools. Unaweza kuwa na data nyingi, especially kwenye medical issue ya nchi kama health insurance. We have huge data. Kwa lazima uwe na tools ambayo inaweza kukusaidia kuweza kurun zile data kwa wakati na efficiency na ikakupa results ambazo ni accurate. Kwa hiyo utaona kwamba tools ni za muhimu sana, kama alivyoelezea kiongozi wetu kutoka UNDP. Amenikumbusha na mimi nilitumia Micros those days kufanya hizo coding kwa Micros, lakini sasa hivi tools ziko nyingi sana. Yaani ungekuwa umetumia za mwanzo hapo ukaona sasa hivi technology ilivyo, Python kienda huko tunatumia SQL na query, yani life is easy if you know. Kwa hiyo ni muhimu sana kulearn tools ambazo za sasa hivi zinazokuja as the latest ili kurahisisha, kwa sababu kila kinachokuja kinarahisisha challenge ambayo ilikuwa before. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendana na vitu ambavyo sasa hivi viko kwa wakati, vinasaidia pia na vinaongeza efficiency kwenye results ambayo ina ensure sustainability ya kwenye health insurance kwa ujumla. Swali namba B, ameuliza ni mfumo gani ambao tunaona ni mzuri utumike katika kama monitoring ya hivi viwango vya uchangiaji kuhakikisha sustainable. Kitu kikubwa cha kwanza kwenye mfumo wa kuhakikisha kwamba viwango vya uchangiaji ni sustainable, kwanza lazima tuwe na real time data. Lazima tuwe na real time data kwa sababu ukishatengeneza kiwango cha uchangiaji kikaenda sokoni, lazima ufanye zile periodic review. Ili uweze kufanya periodic review lazima uwe na data. Tena time ile late current. Unaweza kujua
na kushauri chochote. Na katika kama kwenye career ya actuaries, tools mojawapo ambayo inatumika kufanya hiyo periodic review tunasema ni actuarial evaluation, kwamba tunafanya actuarial evaluation. Na actuarial evaluation in actuarial perspective ni kama financial health check, yani like doctors wanavyodeal na wanadamu wanavyofanya health check up, hapa si kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakuna kitakachotokea kibaya kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo wana rescue the situation mapema baada ya kufanya check. The same to career yetu, tunapofanya actual evaluation periodically, financial health check, to avoid any unforeseen circumstance ambayo ita question sustainability ya insurance. Kwa hiyo mfumo mkubwa wa kwanza lazima tuwe na reliable data, zile real time data, na tufanye zile periodic review, kwa sababu one of the thing ambayo lazima ufanye periodic review kuhakikisha kwamba premium ulioitengeneza ni sustainable. Katika health insurance kuna inflow na outflow. Kwenye inflow, large percent ya inflow kwenye insurance ni contribution, na large percent kwenye outflow ni claims, na medical payments tunazozilipa kwenye vituo kwa ajili. Kwa hiyo sasa lazima uangalie balancing. Kwa hiyo ni very important fanya ile monitoring ya kuangalia equilibrium ya hivyo vitu vikubwa viwili. Are they balancing? Kwamba premium niliotoa hii na huduma hizi ninazoenda kuzitoa baada ya muda, kwa sababu we do with assumptions, anything can happen. Kwa hiyo we never know. Kwa hiyo ni lazima tufanye ile monitoring, periodic monitoring, kuhakikisha kwamba premium zetu tulizozitoa ni sustainable. Or in case of anything, option ni mbili. Either kuongeza premium, kama premium imeonekana haiko sustainable, ili ubalance ni uongeze premium au upunguze huduma, kwa hiyo unakuwa sustainable. Alternatively, kuna njia nyingine, unaweza ukaweka co-payment, unaweza ukaweka capping. Hiyo yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile risk ya premium kama haiko sustainable kuibalancesha kwenye inflow na outflow. Na mwisho kabisa, kwenye mfumo mzuri wa kuhakikisha kwamba zile premium tunazoziandaa ni sustainable, lazima kuwe na ile satisfaction survey. Lazima tupate feedback from the customer. Tuna product yetu tumeipeleka sokoni, lazima tufanye zile periodic reviews kwa customer, sio kwenye sustainability tu ya financial, zile tumelipa tumefanya nini. Lazima pia tuangalie zile, muona mwanzoni kule tumeongea kwamba ili utengeneze product isiwe ni boardroom product na iwe ni customer. Unaweza kutumia ya nchi, naweza kutumia ya wanachama, naweza kutumia ya nchi, naweza kutumia ya wanachama wangu nilionao ambao walishaingia, chama wangu nilionao ambao walishaingia. Ndio maana tunasema pia integration ya mifumo pia ni ni muhimu kwa ajili ya zile data control. Kwa hiyo zile medical data zote za nyuma zinaniinform mimi kuweza najua on average per capita ya mtu mwenye sukari, mwenye umri wa miaka 20, pesa ni 2 milioni per year. Inanisaidia mimi kuniguide your estimates. Najua kabisa mtu mwenye kansa ya breast cancer au mwenye kansa ya colon cancer, nikitumia historical data na unaona kabisa kama unajua kabisa on average milioni 30 kwa mwaka majority wanatumia. Kwa hizo kwa mwaka majority wanatumia. Kwa hizo zinanisaidia mimi kupata zile per capita kabla sijaweka zile loaded factor kama inflation, risk adjustment. Kuna uncertainty nyingi ambazo tunaziload kama factors from the year basis ya historical data. Data nyingine ambazo tunatumia ni kama hizo za economic data, inflation, kwa sababu tunajua medical ni commodities, kwa hiyo price haiko constant. Kwa lazima tujue medical inflation ya nchi ikoje. Tunatumia data za BOT, za NBS. Kwa unachukua ile trend ya nyuma una predict mbele ili kuweza kuload hizo factor ili premium yako iwe sustainable. Sawa, nashukuru sana. Nije kwako mtu wa Tira. Kadri kampuni za bima zinavyozidi kutumia mifumo ya kidijitali, akili bandia na usindikaji wa madai kwa njia ya kiotomatiki, changamoto si kasi tu bali pia uwazi, haki na uwezo wa kukagua maamuzi hayo. Tira inahakikishaje kwamba matumizi ya teknolojia katika sekta ya bima hayatoi maamuzi yasiyoeleweka au yasiyo haki kwa wateja, hususan wale wa kipato cha chini? Na katika eneo hilo wataalamu wa takwimu bima wana faida gani
wana faida gani katika kusaidia kujenga mifumo ya maamuzi yenye uwazi, itakayokaguliwa na inayolinda uaminifu wa soko? Karibu. Asante moderator, kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Ayubu Freme. Ukienda kwenye matumizi ya teknolojia kwenye sekta ya bima kwa ujumla, najua ukiwa regulator unakuwa na advantage kwa sababu unapata ile holistic view ya kuview soko la bima linavyoendelea. Na hiyo inakuwa na advantage kwa sababu unasimamia kampuni nyingi ambazo every company they use their own system based on advancement of technology, kwa sababu kuna kampuni nyingine unakuta zina latest technology kwa sababu ni subsidiaries of parent company ambazo ziko overseas. So kama tunavyojua, kwanza kwenye bima we are not selling a product, we are selling the promise. Bima ni sekta ambayo unaingia wewe, unaenda kununua bima, hauondoki na product. Sasa hivi ukienda dukani kwa Mangi, ukinunua daftari utaondoka na daftari. Ila ukienda kununua bima, utalipa hela lakini utaondoka na a promise. Either ukiugua nitakutibu, au when your car got an accident, I will reimburse you the amount same to your car. Lakini uondoke na any product than unaweza kuta unaondoka tu na yale makaratasi. Kwa hiyo ni namna gani hiyo technology inasaidia ku make sure kwamba zile promise ambazo zimetoka kwa kampuni za bima ambazo ziliwa promise wateja, technology haiathiri kampuni iliyofanya zile promise. Ya kwanza, technology ina two sided kwenye sekta ya bima. Kuna side nzuri na pia kuna side mbaya. Kama utakuwa ni mteja umepeleka complaint, alafu mfumo tu unakuambia swala lako maybe liko rejected without any explanation, tunaangalia pale haki ya wateja inakuwa haipo. Ila tukienda yapi mazuri technology? Technology inakusaidia wewe kama kampuni ya bima, inasaidia sekta ya bima kuzipa tunasema informed decision. Unajua madai ni mengi, pia wateja wanaohitaji huduma za bima ni nyingi, pia kampuni zinapokea from different angles za madai ya bima. So the use of these latest technology like AI zinasaidia cha kwanza kuchakata yale madai, kuzipa kampuni informed decision, not to respond to a client kwamba client amewasilisha madai kwa kutumia mfumo, then AI inachakata whatever, then inamwambia your claim maybe has been rejected, au madai yako yamekataliwa without any explanation. Technology should be assisting the underwriter to make decision. Kama tunasema wote hapa ni watu wa namba. Tumecalculate, tumepata standard deviation ni 3. Hatuishii why standard deviation is 3. Tunaangalia what is the meaning of 3. Standard deviation ikiwa 3 inatusaidia kitu gani? What is the 3 inform us? Tuashumu ni kwenye angle investment, it's our return will be good. Hivyo kwenye technology, kwenye sekta ya bima una review madai, technology imekwambia kuna essence ya duplication. Umeona maybe dai lenye nature kama hii iliwasilishwa miaka labda 2 months tena na ukalilipa. So technology na kuinform kwamba kwenye haya madai kuna element ya duplication. Not technology moja kwa moja ianze ku reject iseme hii ni duplication. Hapana, ina kuinform wewe kuna element ya duplication na kuipa sekta ya bima alert ya zile duplication, ili uende ukaangalie what are the reason for hizo duplication. Not kwa sababu mteja amebadilisha amesubmit, either unaweza kuta ni either wateja kweli wanafanana, there is no difference between Ali Juma na Ali Ismail, either wametumia the same identical name, lakini kwenye hiyo technology haujaona unique ya kila mmoja. So kama technology ikiwa ni tayari inatoa majibu direct kwa client, unaona hapo haki za wateja zitakuwepo. Lakini kwenye advantage pia nyingine, unajua kwamba kwenye sekta ya bima, hasa tukisema kwenye bima ya afya, ni ngumu sana kuongelea bima ya afya bila kusema essence ya fraud.
So technology pia inakusaidia wewe kuweza kudetermine zile fraud zilizo kwenye sekta ya bima. Lakini not a system kudeal na hizo fraud. How do you respond to fraud? It depends on information ulizopata kupitia hizo technology. So how is the customer anakuwa protected with all the uses of easy technology? Kwamba kuna mifumo, most of the company now they are using the latest technologies. Others they are using technology ambazo unatuma tu complaint yako, mifumo inakuwa imekuwa designed kukujibu moja kwa moja. So kwenye sekta ya bima tunakiita, kuna kitu ambacho kiko kinaitwa muongozo wa matumizi ya technology kwenye response ya direct kwa wateja. Ya kwanza tunasema mteja technology assist ku acknowledge response ya mteja, lakini uchambuzi wa kila kitu kuwe na human intervention. Sio kama leo mteja amesubmit claim, teknolojia inaambia your claim has been rejected without any explanation. Kama technology imekuassist wewe kama underwriter, imekwambia hii claim is a fraud, go and find what are the elements of fraud. Reply to a customer with this is the fraud because of this and this and this. Ni kama tunavyosema kwenye pricing. Technology imechakata data ikakwambia this is a high risk. Hiyo portfolio yako unayotaka kuinboard is high risk. Hauishi kuwa najibu kwamba this is high risk because ya teknolojia unasema this is high risk. I cannot continue protect this product kwa sababu imeniambia the customer na onboard ni high risk. You are going in detail to look what are the source ya hiyo high risk. And unaweza kwenda kwenye details zaidi, what are the mitigation naweza nikaziweka kuondoa hizo high risk, either eliminate au reduce to extent ambayo mimi nitaweza kuiaccept hiyo risk. So kwenye sekta ya bima teknoloji iko na zinatumika, lakini kuna miongozo ya namna ya kutumia teknolojia ili isiende kuaffect haki za wateja, kwa sababu tunajua ukiangalia sekta ya bima ina cover wananchi wote. Kuna mwananchi ambao yuko sehemu ambako hawezi kutumia smartphone. So if unamwambia malalamiko yake yote inabidi ayawasilishe kwa kutumia mfumo, unaona huyo mwananchi hautampata. Kuna mwananchi yuko sehemu ambako tunajua population ya Tanzania tunasema iko kila sehemu. Kuna mwananchi ambaye kupata access of internet ni lazima atembee more than 15 kilometers some areas. Wewe inamaanisha kama unamwambia wewe tayari una bima, ila ukiwa na changamoto ni lazima unitumie email au ingie kwenye app, au ili uweze kununua product ya bima ni lazima uingie kwenye app uweze kununua. Unaona katika hapo itakuwa ni challenge na haki zao wateja itakuwa ni ngumu. That's why sisi kama TIGRA katika kusimamia sekta ya bima tuna muongozo wa namna ya kutumia teknolojia. Cha kwanza kwenye kuhakikisha kwamba madai ya wateja yanatatuliwa. Cha pili kwenye kupokea hizi complaints za wateja, lakini pia kingine kwenye kuhakikisha kwamba ni kwa namna gani hizi scheme tofauti za bima na hizi kampuni zinawafikia wateja, mpaka wale ambao ukiwaambia kabisa, wale ambao hawana hata kabisa access ya mawasiliano. Kwa hiyo kuna namna kwamba ili operate kwenye industry ya bima, je, huwe na vitu gani ili uweze kuwafikia. Tukwambia uwe na digital infrastructure, kwa sababu wewe teknolojia although ina upande mzuri na upande mbaya, lakini huwezi iacha moja kwa moja. Utatumia digital, lakini in the environment where digital is not available, how customer wako, what should they use? Huo mwongozo to explain the use of njia ambazo zimeeleweka ili kuweza kuhakikisha kwamba all of your customer au all of the people who need to be your customer unawafikia either with the help of technology or without the help of technology. Tukija kwenye upande wa pili la swali lilikuwa limeuliza ni nafasi gani ya wataalamu katika hizi teknolojia hasa wa takwimu bima. Tunavyojua hii mifumo tunasema, Rose hapa ametoka kuelezea kwamba kuna tools ambazo zinatumika kuchakata, kufanya analysis au kukupa informed decision, kukupa zile indicator. Hizo tools
hazijatokea tu from nowhere. It's people ambao wamedesign kwamba nikikupa population yenye hii, mimi nataka unipe dash dash na dash dash. Kwa hiyo tool tu inakusaidia kwamba kile ambacho ulikuwa unataka kufanya manual, maybe tumekupa population ya watu milioni 61, tumekupa na age, tumekupa labda na sex. Tool unataka kuambia baba, nataka nikupa hii population, wewe ni categorize katika upande huu, niambie maybe wapi ni wakubwa sana, wapi wana high risk, wapi wana low risk, based on inaweza ikawa hata geographical location. So hiyo tool inakuwa design, na watu gani wana design hiyo tool? Based on watakwimu bima are the one who design what the tool should be informed. Yani kwamba nikiweka hichi tool respond vipi. Kwa tukiangalia tu kwenye matumizi ya teknolojia, nafasi ya watakwimu bima bado iko kwenda kwenye kudesign zile tools. Na zile tool wakati zinakuwa designed, unaweza ukawa na tool lakini kuna kitu tunachosema audit trail. Je, hiyo tool inayotumia inakupa majibu sahihi? Nani ni wakuchungue? Kuna tunasema tool inaweza kufanya multifunction, kwamba inakwambia ni high risk. Unaweza ukaenda haraka ukamaliza sasa hapo? Iko namalizia mwishoni. Tool inaweza ikakwambia kwamba this is high risk, lakini kumbe ni tool ina multifunction. So the tool need to be audited. Who audit the tools? Because tool in a actual concept, wanaohusika kwenye audit is tool ni actual wakishirikiana na watu wa data analyst na watu wa IT ku make sure kwamba hizi tools ambazo unazitumia zinakupa yale majibu sahihi. Kwa hiyo tukisema kwamba haki za teknolojia inasababisha haki za wateja wa bima kulindwa kwa kuangalia unaitumia vipi hiyo teknolojia, unaitumia kwa mazuri au unaitumia kwa mabaya. Tunashukuru sana. Sasa naomba usizidishe dakika 5 ili tuwape nafasi watu wengine watakuja kuuliza kama hawataelewa. Alafu na washiriki wengine wasio wakatuacha ili tushiriki nao mpaka mwisho. Niende kwa mtu wa NMB. NMB kama benki kubwa yenye wigo mpana wa wateja inahifadhi taarifa nyingi nyeti za kifedha za Watanzania. Katika mazingira ya sasa ya udanganyifu wa mitandaoni, swali la msingi ni kuhusu ulinzi wa taarifa hizo na matumizi yake yenye uwajibikaji. Je, NMB inachukua hatua zipi mahususi kulinda data za wateja dhidi ya wahalifu wa mtandao, na inahakikishaje kwamba taarifa za hali ya fedha za wananchi hazitumiki vibaya au kuathiri uaminifu wa umma kwa sekta ya benki? NMB, 5 minutes. Habari za mchana. Okay, vizuri. Asante Dr. Ando kwa swali zuri. Nitangulie tu kusema sisi kama NMB tunajivunia kushiriki pamoja nani katika symposium hii. Sasa kwa sababu kuna limitation ya swali, ngoja niende moja kwa moja kwenye swali husika. Muulizaji amegusia swala zima la umuhimu wa kulinda taarifa za mteja ili kuhakikisha ile trust inajengeka na uhimilivu wa sekta unajengeka. Kabla ya kusema, naomba ni impress kwenye kitu kimoja. Wengi hapa tuna dini zetu, Wakristo, Waislamu, au sio? Sasa nikuulize, mchungaji au imamu, unamwachia pesa zako zaidi ya ile sadaka? Hapana, umwachii, au sio? Lakini sisi unatuachia. Maanake sisi unatupa nafasi kubwa sana ya kutuamini kuliko hata viongozi wako wa kidini. Ninalisema hilo sio kuwadogosha viongozi wa kidini, bali kukukumbusha jinsi ambavyo huduma ya kibenki ipo very central katika mahitaji ya kimsingi kabisa. Sasa kinachofanya twende kubaki hapo na tusiwe na shaka katika kubaki hapo ni kwamba tunakuhakikishia, at least we should try, kukupa uhakika taarifa zako za kifedha na miamala yako zitabaki salama. Yaani zikiwa kwetu ni wewe tu na yule uliyempa ruhusa ndio ataweza kuziona. Hiyo ndio essence nzima. Sasa tunafanikishaje? Na industry nzima ina run on the back of that promise.
Kuna matukio ambayo mnaweza mkayanote. Kuna taarifa za watu fulani fulani bila kuwasema, mshangaa ziko mitandaoni kutoka kwenye taasisi nisiyotaka kuisema pia, lakini taarifa zake za kibenki zikawa ziko mtandaoni. Hivyo sio mtu wa ndani, kwa maana kwamba hatakiwi kuingia kwenye mifumo na kuweza kuona. Hapo tunawekeza kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha mifumo yetu ni thabiti na imara na haipenyezeki kiurahisi. Sasa tunahakikishaje haipenyezeki kiurahisi? Jambo la kwanza, tunazo timu mahususi ambazo kazi yao ni kuangalia usalama wa mifumo. Tunaajiri timu za wataalamu ambao kazi yao ni kufanya penetration testing. Yaani wako makini kujaribu, je, mfumo unapenyezeka? Una udhaifu wote kwenye mifumo? Hao ni waajiriwa wa benki, wapo, sio kazi zao. Kuna waajiriwa wa benki wengine ambao tumewaajiri mahususi kabisa, wanafanya kitu kinaitwa ethical hacking. Yaani ethical hacking ni ile mtu tumempa ruhusa ya kujaribu kuingia kwenye mifumo yetu pasipo na ruhusa, ili aitesti mifumo iko imara, iko thabiti, imejilinda sawasawa. Kwa sababu tunacholinda hapo nini? Taarifa za mteja zisije zikachukuliwa na kuonekana na mtu ambaye sio sahihi kuziona na hana ruhusa sahihi ya kuziona, hivyo tusije tukawa compromised. Na taarifa katika kuzilinda, concerns zipo maeneo makubwa mawili. Kiongea kitaalamu sana, ni pale ambapo zinakuwa zimekaa zimetulia, yani ziko store, au zikiwa kwenye kuhama on transit. Mtaalamu wetu alipresent vizuri pale, kwa hiyo sitorudi sana kwenye ile presentation yake. Lakini zinapokuwa zimekaa zimetulia, access control ni the biggest measures ya kuhakikisha kwamba ziko vizuri. Lakini zinapokuwa in transit, una mbinu kadha wa kadha za kuencrypt data ili kuhakikisha zinapokuwa katikati, hata ikitokea mtu amezipoka hapo katikati, basi ashindwe kuzidecrypt na kujua hizi data ni zipi. Sasa sitaki kuingia kwenye maneno ya kitaalamu ya huko kwenye programming na coding ya katika kuprotect data, lakini hizo ndio in a nutshell mbinu ambazo tunahakikisha tunazitumia na tunahakikisha tunalinda usalama wa data za mteja wetu. Sisi tuna akaunti za wateja takriban milioni 10 hapa tunapoongea, na tunajivunia. Ukirudi nyuma ukaangalia, sijui kama unaweza ukanipa matukio ambapo mteja wa NMB taarifa zake zimekuwa compromised, sijui. I stand to be corrected. Lakini hayo sio maneno yangu tu. Kwenye miaka michache hivi karibuni, majarida makubwa kabisa duniani, Global Finance, Euromoney, wameturecognize NMB Bank kama safest bank in Tanzania. Hiyo ni katika kwenda tu kuonyesha, asante. Hiyo ni katika kwenda tu kuonyesha kwamba uwekezaji wetu na seriousness yetu kwenye eneo la kulinda taarifa za mteja inapata the right recognition. Naomba ni pause hapo. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Twende kwa mtu wa Credit Info. Kwa kuwa Credit Info iko katikati ya taarifa za ustahiki wa mikopo, nafasi yenu ni muhimu sana katika kusaidia taasisi za fedha kufanya maamuzi bora na kwa haki. Katika mazingira ambayo watu wengi wanaingia kwenye mikopo ya kidijitali wakiwa na historia ndogo au isiyo kamili ya kifedha, mnatumiaje takwimu kutengeneza picha ya kuaminika ya uwezo wa mkopaji? Pia mnajengaje mifumo yenu ili isiwaadhibu bila sababu watu wapya kwenye mfumo rasmi wa kifedha au wale wenye taarifa chache lakini wenye uwezo halisi wa kurejesha mikopo? Karibu. Asante Dokta. Nadhani nikitambulisha, naitwa Joseph, natoka Info. Labda ili niweze kujibu pia swali. Naomba niseme pia Credit Info ni nini. Credit Info ni taasisi ya kutunza na kuchakata taarifa za watu waliokopa, na tumeanzishwa, tunafanya shughuli zetu chini ya regulation za Banki Kuu ya Tanzania za mwaka 2012. Lakini pia vile vile we are complying to the local regulations, mojawapo ni PDPC, mtakuwa mnafahamu. So kujibu swali moja kwa moja la Dokta, as a credit reference bureau,
tunahakikishaje kwamba tunatumia data kutengeneza picha ya kuaminika kwa uwezo wa mkopaji. So cha kwanza kabisa, ili sisi tuweze kutumia data ili kutengeneza picha ambayo inaaminika, lazima tutumie data ambazo zinaaminika. So ili kuwa na data ambazo zinaaminika, kuna maswali ambayo lazima tujiulize. Hizi data ambazo tunazipataje? Tunaziprocess vipi? Tunazipata kutoka wapi? How frequent do we update this data? Na tunazipata katika misingi ambayo inakubalika kisheria na regulations za nchi yetu. So as a Credit Reference Bureau, namna ambavyo Benki Kuu ya Tanzania imeweka Credit Reference Bureau ecosystem ni kwamba taasisi za kifedha zote zinatuma taarifa za watu wote ambao wamekopa. That is part of the regulatory requirement kwenye kanzi data ya ukopaji ambayo iko pale Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia vile vile mtu yote kabla ya kwenda kukopa lazima mabenki cheki taarifa zake pale kwenye Credit Reference Bureau. Kwa hiyo utaona kwamba data ambazo tunatumia ni data ambazo zimetoka kwa wakopaji directly na data ambazo zinaaminika, sio data ambazo tumezitoa tu from unreliable sources. Kwa hiyo ni data ambazo zinaaminika na data ambazo zinakubalika kwa matumizi ya kuwasaidia wakopeshaji kuwa na informed decision, kumake decision kabla ya kukopesha. Lakini kitu ambacho nadhani ni cha msingi ni pia vile vile openness ya shughuli zetu, kwa sababu baada ya sisi kukusanya zile taarifa na kutengeneza zile ripoti ambazo mabenki yanatumia kukopesha, tunahitajika pia kwa regulation kuwapa wale wakopaji ripoti yao angalau mara moja kwa mwaka, wanatakiwa wapate ripoti yao bure. So as a Credit Reference Bureau tuna channel ambayo ni free. Hata hapa mlipokaa mnaweza mkaingia either kwenye WhatsApp au kwenye website yetu mkaomba ripoti zenu, kwa sababu again nitakuwa narudia kwamba unapokuwa umekopa unapaswa ujue kwamba taarifa zako zinatumwa kwenye Credit Reference Bureau. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba ule mwenendo wako wa malipo na namna ambavyo unausave ule mkopo kwa namna ambayo baadaye haitakuja kuletea matatizo, kwa sababu ukichelewa ina maana ile taarifa itakuja kuonekana kwenye bureau na utakuja kupata changamoto. Kwa hiyo tunazo channels ambazo zinakusaidia wewe pia kama borrower kuweza kuaccess information yako, kuona kwamba information yangu kama iko sahihi au haiko sahihi, na kama haiko sahihi pia vile vile regulation iko very clear. Kuna process ambazo as a Credit Reference Bureau tutakusaidia uweze kudispute na kuweza kuhakikisha kwamba ripoti ya taarifa ambazo kwenye ripoti yako ni complete, ziko updated na ni reliable kama vile ambavyo wewe unakubaliana nazo. So ni pause hapo, kama kutakuwa labda kuna unclear point nadhani nitaulizwa baadaye. Sawa, nashukuru sana. Tupige makofi. Nije kwa mtu wa fintech. Kampuni za teknolojia ya fedha fintech zimefungua kurasa mpya wa huduma ya fedha kwa kutumia ubunifu, kasi na matumizi ya takwimu kwa wakati halisi. Lakini pamoja na fursa hizo, kuna maswali ya msingi kuhusu ubora wa data, upatikanaji wake, usalama wake na uwezo wa kuitumia kwa haki kwa wateja wa kawaida. Kwa uzoefu wa Black Swan, mnaonaje uwiano kati ya ubunifu wa haraka wa fintech na wajibu wa kujenga mifumo ya salama sahihi inayoweza kuaminika katika kupima hatari, kutoa huduma na kuwasaidia ujuishaji wa kifedha nchini Tanzania? Fintech, karibu, dakika 5 usizidi. Asante sana. Najaribu kuifanya very short. So kwa majina naitwa Derek Kazimoto kutoka Black Swan. Kwanza I think kwenye upande wa usalama ningependa kutoa pongezi kubwa kwa serikali. Kama sio mwaka jana, mwaka juzi walianzisha Personal Data Protection Commission ili kuweza kusimamia sheria na msumeno kwenye upande wa data, na sisi kama kampuni inabidi uzifuate hizo sheria. Kwa hiyo we are licensed kama data processor na data controller. Na kuja kwenye kupatikana kwa data kwa ubunifu, kitu ambacho tunazidi kukiona kwenye industry ni kwamba katika kila problem or challenge kuna opportunities. So ningependa tu kuuliza hapa kwenye audience, by the show of hands, wangapi washatumia kama mfano product kama Songesha, Nivushe, Boostisha, Kamilisha, zote hizo tunazifahamu.
lakini ukifikiria, ukija kwa nyuma, ni vitu ambavyo vipo kwenye hiki chumba ndo wanaweza kufanya products kama zile, lakini kwa customer yeye anataka kujua kama una solve tatizo lake ndio au hapana. Kwa hiyo ukiwa na product kama hile, una uwezo wa kumvutia mteja hata kama labda afanye kazi au na utumie Voda kusubmit data zake yeye mwenyewe, kwa sababu you're solving a problem. Na kwa upande wa huku nyuma, I think kitu ambacho ningependa kugusia sana sana kwa mwanafunzi wa actuarial science, najua vitu ambavyo mnavisoma kila siku ni vigumu, maneno ambayo mnatumia kwenye hesabu ni vigumu, lakini mtaani najulikana ndo kama songesha. Lakini darasani natumia sijui predictive models, sijui logistic regression, sijui machine learning na kila kitu. Lakini mtu wa kawaida mtaani yeye anajua kwamba bwana nimesongesha, hela imeingia fresh. Kwa hiyo ni nawasihi sana mkija mtaani, if you want a product ambayo you take to the market, it scales, jua your product inaongea vipi kwa Mtanzania wa kawaida bila kutumia any sort of lingo ambayo si useme neno kama AI, sijui derivatives or anything that is complicated. The clear, wanasema clear not clever, and then with that una uwezo wa kupata data, kuleta value na kuweza kufikia watu wengi zaidi. Asante sana. Asante, nashukuru Fintech. Naomba tupige makofi. Nije kwa mtu wa serikali, wizara. Swali, katika eneo la hifadhi ya jamii, mifuko ya hifadhi ya jamii na ulinzi wa wafanyakazi, mara nyingine changamoto haipo kwenye nia ya sera, bali kwenye mgawanyiko wa mamlaka ya udhibiti wa maamuzi. Mfano mojawapo ni anayedhibiti uwekezaji, kwa mfano wa mifuko ya hifadhi ya jamii inatoka katika eneo lingine, mfano BOT, na ambayo inasimamia usimamizi wa fedha na uwekezaji. Swali linakuwa taasisi hizi zinashirikanishaje takwimu na taarifa muhimu ili maamuzi ya sera na usimamizi wa ufuatiliaji wa mifuko yawe yanaangalia picha moja ya taifa? BOT anaangalia investment, uwekezaji, na kipo chombo kingine ambacho kinadhibiti kitu kingine. Je, wanakuwaje hawa kupata picha moja? Lakini la pili, je, mgawanyiko huu wa udhibiti inaweza kuathiri ubora wa maamuzi na mnafanya nini kuhakikisha timu zote muhimu zinafanya kazi juu ya msingi mmoja wa takwimu? Karibu. Asante. Naitwa Charles Nestor kutoka Natekria, na ofisi ya waziri mkuu ni wizara na pia ni taasisi kama regulator. Kwa hiyo haya maswali ambayo muuliza hapa nitajibu kama wizara na kama regulator, kwa sababu ni ofisi pekee ambayo inacheza vyote viwili wakati mmoja. Cha kwanza ni kweli kwamba ukiangalia katika nadharia unasimamia sekta ambayo regulators wanakuwa wanatoka sehemu mbili tofauti, kwamba huyu ana issue investment guideline alafu mwingine ana oversee sehemu zingine. Inaweza kama kuna shida ukiangalia katika nadharia, lakini katika nchi yetu kama Tanzania ni kwamba tumetafuta means ya kuhakikisha kwamba tunaondoa hili tatizo. Kwa picha ya nje ni kwamba Benki Kuu ana issue guideline, lakini kwenye sheria yetu Social Security Act 35 kifungu cha 27(2) kinasema kabla ya kutoa investment guideline anatakiwa kufanya consultation na division, ambapo sasa hawa watu wawili sasa wanakaa chini, kwa sababu investment ni sehemu ya tatu baada ya kusajili, kukusanya michango na kwenda kuwekeza. Sasa uwezo ukafikiria kuwekeza peke yake bila kujua michango inapatikana vipi, na uwezo kuwekeza peke yake bila kujua mpaka ulipe nini.
Kwa hiyo huwezi kutenganisha. Kwa nyuma ya pazia hawa watu wana coordination, ukaribu ambao unawakutanisha wote pamoja. Kwa hiyo ile investment ile inaonekana imeandaliwa na wote wawili, isipokuwa anaenda kuiissue ni benki kuu na kuondoa doubt. Ndio maana imeitwa Social Security Schemes Investment Guideline, haijawekwa kufungamanishwa kama ni financial sector, kwa maana ya kwamba ili kuondoa mchanganyiko kwa ule wa benki na system zingine ambazo benki kuu wanazisimamia. Hilo ni la kwanza. Lakini katika kuhakikisha kwamba kutokuwa na integrated system kati ya wizara, kwa maana Division of Security na benki kuu, tuna utaratibu wa kufanya kazi pamoja. Sisi kama wasimamizi wa sekta ya hifadhi jamii, kwa maana ya pension funds na pension funds kama WCF, tuna kitu tunakiita joint supervision coordination systems, kwa maana ya kwamba sisi tunakutana wote tukiwa tuna manual ya utaratibu. Manual inasema kwamba cycle ya kwanza atalidi team ya ukaguzi benki kuu. Benki kuu akiwa ndo team leader, anamchukua mtu wa wizara, yeye ana lead the team. Kwa hiyo mnakuwa mmeunda team moja, mnaacha ule taasisi, mnakuwa team moja, inakwenda WCF, inakwenda NSSF, inakwenda PSSF, mnafanya ukaguzi na mnaissue ripoti moja. Kwa hiyo ule utaasisi unabakia kwenye documentation za maana ya sheria, lakini katika utendaji ni taasisi moja ambayo inakuwa inafanya kazi kwa utaratibu huo. Na tumeweza kudokumenti katika data, tunatumia single template ya kuchukua taarifa. Kwa hiyo wale ambao tunawasimamia, kwa mfano pension funds, anakuwa na file returns quarterly, analeta ambacho anasubmit kwetu kwa maana ya division, the same anakipeleka benki kuu. Kwa hiyo hakuna namna ya kwa ataleta tofauti na kuweza kuleta changamoto katika kufanya supervision. Asante. Nashukuru sana, nashukuru, tupige makofi. Niwashukuru panelist, tutaendelea, lakini sasa nimrudishie MC ili kwa ajili ya kuita floor, waulize maswali na wapate majibu. Karibu MC. Asante Dr. na panelists, tunawashukuru sana kwa discussion hii ambayo kila mmoja amegusa kwa nafasi yake. Lakini ni imani yangu umati huu huenda una kiu na huenda wana shauku ya kujua mawili matatu. Tunatamani sana kila mmoja aweze kuuliza, lakini kwa sababu ya muda naomba tutajichuja tupate maswali matatu maximum, matatu tu. Lakini maswali najua hayachukui muda, lakini kwenye kujibu mtatusaidia panelisti kwenye kujibu tufupishe zaidi. Naomba swali moja kutoka mwanafunzi wa UDSM, naomba moja kutoka UDOM, moja kutoka IFM. Tukianzia hapo UDSM, matatu tayari. IFM tuko vizuri. UDOM, kwenye maswali UDOM. Haya, naomba nimpatie brother pale kipaza sauti, amekuwa consistent sana, hajashusha mkono mpaka sasa. Brother, karibu, kujitambulisha unaitwa nani kwa ajili ya kumbukumbu zetu, na tujitahidi kwenda straight kwenye swali. Anashukuru. Kwa majina naitwa Ligembe Dutu, nasoma Actuarial Science mwaka wa pili. Swali langu linaenda moja kwa moja kwa shirika la takwimu NBS, kwamba sisi actuaries wa Tanzania, wanafunzi wa actuarial Tanzania, tunatumia life table za miaka ya nyuma, tena sio za kwetu, na ni za mataifa mengine. Kwa mfano hii hapa AM92 ya mwaka 1992, tena ni ya England kule. Je, tutegemee mwaka gani au lini kama Tanzania tutakuwa
life table yetu ambayo itatusaidia katika usomaji wetu, na kama ulivyosema kwamba mpo katika process ya kuandaa life table kwa ajili, yani life table ya Tanzania, tutegemee muda gani ili tuache kutumia hizi ambao ni old version za nchi zingine, yani za yeah. Asante. Nadhani swali lake ni by when, lini, si ndio hivyo? Kwa sababu kwenye swala la life table tayari nadhani lishauliziwa na likawa limetolewa majibu. Labda tu kama kwa ufupi sana anaweza akasema labda mchakato anapoona lini inaweza ikawa imefikiwa. Asante Bwana Duchu. Nipende kukuhakikishia kwamba tuna ripoti mbili ambazo tunaziandaa kila mwaka. Tuna ripoti inaitwa Tanzanian Figure na tuna ripoti tunaita Statistical Abstract. Hizi ripoti zinachukua indicator zote from different surveys ambazo tunafikiri hizi indicator tukizicombine kiujumla zinakuwa ni msingi mzuri wa kusummarize vitu vingi. Mojawapo indicator labda za migration na vitu vingine vyote. Kwa sababu mimi nipo pia kwenye panel ya kuandaa hizi ripoti, na moja ya ripoti ambazo naziandaa, yani indicator ambazo naziandaa ni indicator za mortality, fertility na migration. Kwa hizo indicator, kwa hiyo unaiona hapo ndani yake inaingia ile life table. Ndio maana nimesema hizi ripoti tunazitoa by July this year. Kwa maana yake mimi naichukua kama changamoto na kuona kwamba ni mahitaji ili kila mwaka tu tunazitoa hizi ripoti kwa sababu tayari ina mahitaji makubwa. Asante. Asante. By when, lakini sasa niombe kwa yale maswali ambayo hayana majibu ya moja kwa moja, Excom, kiongozi wa Excom atatusaidia kuweka records, alafu atafuatilia majibu yake hata baada ya hii segment, hata few weeks to come anaweza akatusaidia. Upande huu naomba nitoe swali moja. Yudom. Pale mbele Yudom. Nianze hapa. Chap tuende moja kwa moja kwenye swali. Kwa majina Mwemezi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 science. Nilikuwa na maswali in 2 categories. Naomba ni code switch, ni code mix kidogo. Samahani. Mwaka kulikuwa kuna launch ya Dama ambayo ifanyika 22 Agosti 2025. Dama ni inahusika na Data Association Management na ni it's an international association ambayo ndio imekuwa imeanzishwa mwaka jana Tanzania. Sasa moja wapo discussions ambazo zinafanyika pale ni swala zima la data, how data is maneuvered in Tanzania, how will it be sourced na jinsi ya kuiendeleza. Moja wapo discussions zilikuwa kuhusu data quality. Kwa Kiswahili walielezea kwamba data ni kama maji. Data kuna maji machafu na masafi. Je, tulikuwa tunawezaje kusafisha data in terms of data quality iwe refined? Swali direct ni kwamba in Tanzania hii swali kwenda kwa regulators au NBS na pia kwa Milban. So my question is, where a country in terms of data quality and in Tanzania, and how can it affect our results and outcome in real time, and what can be done to refine the data? That's the first question in terms of data. And PIA, in terms of institutions, PIA, we know that data is something that we use from day to day operations. So in institutions such as banks and insurance companies, I was asking, how easy is it to source data from day to day for day-to-day operations? Mfano, credit from banks, credit atataka information, IT atataka information, HR atataka information. Je, kuna urahisi gani wa kupata hizi information from the main data office za makampuni, labda institutions kama benki, insurance companies, na ni tools gani wanatumia, kama ni BI, kama ni pagemented reports, na if there are any regulatory restrictions? So those are my 2 category of questions. Thank you. Asante. Wakati
panelists wanajiandaa kujibu, najua inawezekana wana majibu marefu, tuwape nafasi ya kusummarize ili tusikie lingine. Wakati wana summarize ili majibu yaweze kutosha kwenye dakika 2. Mkuu ni journalist. Haya, karibu. Asante. Mimi naitwa Joseph, nafanya kazi na The Chanzo. Ni mwandishi wa habari. Swali langu talielekeza kwa dadangu wa NHIF. Nitaka kufahamu kwa sababu tuko kwenye data driven financial resilience. Kuna hawa wateja ambao kwa mfano kwenye vifurushi vyenu ambayo unakuta mteja amelipia kifurushi. Ana miaka 3 analipia kifurushi cha bima na inawezekana hajaumwa. Labda mnaweza vipi kukusanya hizo data kuhakikisha kwamba mnamlinda huyu mteja ambaye amelipa bima miaka 3 hajaumwa na bado anahitaji kuwa mteja wenu? Kwa sababu kwa mfano hai ni kwamba mimi nilikuwa nalipia kifurushi cha iliyokuwa timiza miaka 3 iliyopita, lakini nimelipia kifurushi karibia 900,000 mara 3 ni kama milioni 2,700,000, lakini sijapata ugonjwa ambao umenifanya niendelee kulipia. Actually nimeamua kudrop, kuacha kutumia hicho kifurushi kwa sababu naona ni gharama sana mimi kumiliki kifurushi cha timiza kipindi ambacho mimi sihumu, lakini inabidi kila mwaka nilipie pesa ile ile. Kwa sababu nilikuwa naona labda kuna uwezekano wa NHIF kwa kunilinda mimi mteja wao kwamba hii miaka sijaumwa, inabidi labda wanipe sehemu kidogo ya punguzo ili mimi niendelee kuwa mteja wao. Nadhani swali la mwisho kwa kuongezea mtu wa NMB ni kwamba kwa mfano watu wa NMB ukiregister kuwa mteja wao, wanakuweka kwenye data yao, wanakuwa wanakutumia jumbe za kila siku kukukumbusha mteja wetu karibu hivi na hivi, lakini nikidrop kutoka kutumia hiyo benki bado wanaendelea kunitumia zile message. Kwa kutumia data naona kuna uwezekano kama benki inaweza ikasave gharama za kuwahudumia wateja ambao sio wateja wao, ikawa ina specify kwamba mteja wangu huyu ana mahitaji haya, au kama hayupo kwenye hiyo data nimtumie message za kuendelea kuwa mteja wangu, lakini sio kunitumia message kama mteja wako. Kwa hiyo nilikuwa nataka pia kupata ufafanuzi kwamba ni kwa kiasi gani mnatumia data kuangalia nani amedrop kutoka kwenye wateja wenu na mnamkeep vipi. Asante sana. Asante sana. Ni perspective kutoka kwa mtu ambaye yeye hajafanya actuarial lakini yeye anadili sana na maslahi ya jamii, anatamani kuhabarisha umma, kutoka The Chanzo. Swali la mwisho ili tuweze kumalizia. Pande ule limetoka moja. Tumalizie wakati huo panelist tuna summarize ili tutakapojibu tusitumie muda mrefu sana. Brother pale. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Amos Saidi, ni mwanafunzi wa Data Science and Artificial Intelligence kutoka Ardhi University. Swali langu linakwenda moja kwa moja kwa madam wa NHIF kwamba kwa sisi wanafunzi wa Data Science na Actuarial ni skills gani ambazo tunazihitaji, ambazo zinahitajika kazini sasa hivi ili kwamba nikimaliza anaweza kwenda kuzifanyia kazi. Lakini pia sasa hivi tuko kwenye era ya artificial intelligence, ni kwa namna gani imetransform actuarial science na nyie kama wataalamu mnaitumiaje? Haudhani kwamba actuaries wanaweza kuja kuwa replaced na artificial intelligence, kwa sababu artificial intelligence inatengeneza mifumo ambayo iko automated. Kwa hiyo hizo kazi zikiwa zinafanyika sana na AI, je, wataalamu hawa watakuwa na sehemu gani sasa, au kazi zao zitakuwa replaced? Nashukuru sana. Asante. Naomba nirejeshe tena kwa moderator aweze kutusaidia kupata response ya haya ambayo yameulizwa. Tunajua maswali ni mengi na watu wana kiu ya kuuliza, lakini muda pia hauko rafiki sana. Naomba nikate kiu tu ya ujamaa, aulize tu, kama litajibika sawa, ikiwa limekaa reserve tutaleka kwenye reservation. Chap chap. Habari za mchana. Mimi ni first year IFM, ila kwenye issue ya data bado sijasoma. Kwa my question will be very much brief.
Kwa sisi ambao ni wanafunzi na tuna hamu ya kuweza kujiunga na these prestigious organizations like NHIF, NMB, the TIRA, una ushauri gani kwetu sisi hapa kwa tunaotaka labda kujiunga na these institutions, kwamba unaweza ukawa umesoma vizuri but unaweza kama na standards zenu, kwamba tunachukua kwa vigezo vipi ukachana yani degree ambayo unayo? Kwani what other qualifications should us students like try to like invest not only in academics but even other soft skills, ili tuingie kwenye ajira au tukileta CVs na vitu kama hivyo tuweze kuchukuliwa vizuri. Na kwenye aspect nyingine, kwa nataka labda kusema kuanzisha startups au companies au agencies, umeona kwenye hii economy ambayo inakuwa Tanzania, ni vitu gani ambavyo inabidi angalie like in the near future, kwamba nikijaribu kusaidia jamii mimi kutumia elimu ambayo ninayo, let it be insurance, let it be actuarial, let it be economics, whatever, even law, ni jinsi gani naweza kutumia fursa kuweza kusaidia jamii ili niweze pia mimi kupata hela na pia kuweza kusaidia jamii. Kwa hiyo ningependa ni uweze kutoa ushauri in those two aspects. Moja, kwa mtu anataka ajira na mwingine anataka kuanzisha agency au startup yake. Asante. Asante, naomba rasmi nikabidhi kijiti hiki kwa panelist. Moderator, karibu Dr. Karibu, nadhani tumeyasikia maswali. Wanze kila mtu atajibu eneo lake dakika 3. Dada Rozi, maswali ya NHIF. Tutaruhusu yeyote atajibu, lakini asante mwenyekiti. Naomba nijibu maswali ya NHIF kwa wajumbe wawili. Nitaanza na la kwanza kabisa la jumbe pale ambaye ameuliza kuhusiana na kifurushi kama amelipia bima alafu hakutumia chochote. Kwanza ni kutoa ile awareness kwamba health insurance ya kama NHIF ni social health insurance. Ni solidarity. Kapu moja unakusanya mule, mzima anamtibu mgonjwa, mgonjwa anamtibu mzima. Yaani na hiyo dhana ya social insurance. Na naweza nikakupa mfano, unaweza kukaa miaka 5 unalipa insurance 999, let's say ukafika milioni hata 10. Ule mwaka wa 6 hata figo zikafeli, let's say mgonjwa wa figo anatumia milioni 30 mpaka 40 kwa mwaka. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo ile kuweka kwenye kapu moja kuna faida. Kwa hiyo usiombe kuumwa ukitoa insurance. Omba afya njema na umshukuru Mungu kwamba you are helping others, yani unawasaidia wengine. Kwa hiyo elimu kubwa ya insurance ni kama kwenye gari, mbona tunalipa insurance za magari na tukati ajali, lakini insurer wanachukua. The same kwenye health, kwamba it's a cross subsidization kwenye mfuko kama wa NHIF. Na mara nyingi kuweka motivation kwa wale watu ambao ni wamekaa kwenye hizo insurance kwa muda mrefu, wale wa hizo products, na kwamba umekaa muda mrefu hujaumwa tu, huwa tunaweka zile value added factors, kwamba kama umeingia kwenye insurance mara 2 3, kuna exemption nyingi unakuwa unazipata pia. Kwa hiyo kuna faida pia ya kuwa na muendelezo kwenye ile product yako. Usikate tamaa ukaacha kwa sababu sikuumwa, hapana. Kwa hiyo just like that, sijui kama ndio kujibu vizuri, lakini hiyo ndo kwa ujumla wake kwenye social health insurance. Na swali la pili kule ni la skills gani zinahitajika kama actually kwenye practical kama huko ambako wenzetu sasa hivi tumeshaingia sokoni. Kwa uzoefu nilionao mimi wa kwa NHIF kwa kipindi cha miaka 19, one of the most skills tunatakiwa tuwe nazo, ya kwanza kabisa tunayo ndio hii tunayosoma hapa UDSM, kupata zile basic za actuarial na nini. Sasa ile practical yenyewe ndio tunaenda sasa, ili ujiandae kwenda kuweza kumiti zile nani zote kwenye kazi. Kuna vitu vya msingi kama actuary unatakiwa uvijue, na utasaidia sana kwenye zile mambo yako ya ziada, issue ya data science. Yani I wish ukiwa ni actuary, issue ya data science ile ni kama subsidiary kwako, yani very key. Kwa kama utakuwa na muda wako wa ziada wa kuweza ukasoma hata kama ni part kidogo kidogo, lakini at least sio unajua zile basics za actuarial modeling, inataka hichi, inataka procedures, lakini ukiwa na uwezo wa kuwa na kujua mambo ya data itakusaidia, especially kujua hizi za Python, namna ya kutumia R,
namna ya kutumia Excel. Excel ina mambo mengi sana na inarahisisha kazi. How to use huge data. Kwa hiyo kuna vitu vidogo badala ya kuwa idle ka take time ukasoma kidogo kidogo ambazo itaongeza sana efficiency kwenye operation yako ya kazi. Eneo jingine la kwamba hofu ya artificial intelligence kwenye kusababisha, as we know kwamba teknolojia inavyokuwa ina impact, yani kila kitu kina faida na hasara. Wakati mimi naajiriwa nakumbuka tulikuwa tuna data entry, yani mafaili ya hospitali yakija yote Muhimbili tunayakusanya, tunaleta watu camp, wanakaa wanaingiza data, wanafanya. Teknolojia imekuja sasa hivi, mfumo ina integration. Hospitali daktari anaingiza mwenyewe. Kwa unaona hapa kuna impact. Unaona kwamba data entry sidhani, we are not many. Ni kwanza tuko wachache, tumezidiwa. Despite na nyinyi. Lakini kwamba hii aim kubwa ya hii kusaidia kuelekea kazi. Yaani mfumo uwepo usiwepo, lakini kuna human intervention ambayo inahitajika ku finalize issue. Kwa hiyo zile zinatusaidia sisi kurahisisha, especially kwa mfano kwenye kuangalia sustainability. Kama alivyosema mtu wa TIRA, AI inatusaidia detect zile fraud kwa haraka. Kwa siku hapo tunasaidia sustainability. Kwa hiyo usiogope teknolojia inavyokuwa. Teknolojia inavyokuwa na sisi wenyewe inabidi tujiongeze zaidi pia ili tuendane na kasi ya teknolojia, implement yetu isije ikapotea. Nashukuru. Kuna kulikuwa na swali la TIRA kwa kifupi? Asante moderator. Labda nilikuwa naomba nitolee ufafanuzi ili swali la data quality. Kuna mtu aliuliza ni kwa namna gani unakuwa na quality data na how zinakuwa available. Kwanza hapa nimwambie kwanza, you have to know what of the kind of data do you need. Unahitaji data za namna gani? Na ili ukishajua unahitaji data za namna gani, ni nani anaweza kukupa hizo data unazohitaji. For example, if I need insurance data, who is the competent person anaweza kukupa insurance data? For the case of insurance data, it's a regulator. There is two things baada ya kumjua it's a regulator. Tayari kujua kwamba hizo data zangu nazipata TIRA. Then unajiuliza, hizo data are they public available or is it private data? If it's a public, unaenda kwenye TIRA, kwenye source ya public unapata. If it's a private data, ndio unaenda kwenye ofisi ya rule kuosha. How should I, ni kwa namna gani naweza nikazipata hizi data? So kuna mtu unakuta anatumia data ambazo zimepatikana mtandaoni. So unakuta zile data quality yake sio sawa. Lakini pia ungejua kwamba kuna competent authority ambayo inatoa hizo data ambazo unazitaka, ungeweza ukazipata zile data quality na quality unayotaka. So in terms of data quality, ya kwanza unatakiwa kujua who own hizo data unazozitaka na how easy can you get hizo information. Are they publicly available or it's a private information? If it's a private, how can you get them? Ukimemphasize kwenye hiyo vitu vitatu, itakusaidia zile data zako unazipata zina quality ambao utakuwa umehitaji. They might be not in the format ambao unahitaji, lakini angalau utakuwa umesha satisfy kitu kimoja kwamba hizi data ni quality. Ni wewe sasa kuangalia unazikeep based on your need, unazitengeneza kwenye mahitaji yako. Asante, nashukuru. Nadhani mwisho niwape nafasi panelists wangu ambao mmebaki dakika moja, ila mtu wa wizara utatuambia kwamba kuna nini kinataka kufanyika au nia ya serikali kwa ajili ya informal sector pension. Wengine dakika moja, nikaribisha NBS maliza. Asante. Kwa dakika moja ningependa kuongezea ile swali la kijana aliyouliza kuhusu mambo ya ajira. Vyote ni applicable, vyote tunakosa confidence. Yaani mtu unamuuliza swali anatakiwa aelewe swali na kujibu swali. Yaani ukiingia kwenye interview wala unaja kuogopa. Maswali ni haya tunayouliza. Sawa? Na ni maswali ambayo ni applicable, lakini mtu haelewi swali. Yaani kwa hiyo we need confidence. Yaani mtu akijua ni mwanafunzi wa chuo anataka kuona ile how you think. Yaani nikiongea na wewe ni tofauti na mtu ambaye anaongea mtaani. How you reason. Hivyo ndio tunavyotaka. Lakini the rest sio iko vizuri na kinatowafundisha. Tumemsikia mkuu wa chuo akasema ana update kila siku syllabus. Kwa hiyo we are confident kwamba uko vizuri. Asante. Asante, nashukuru. TRA ukihusisha na ile aliyosema akitaka kuanzisha kampuni. Asante moderator. Ni ya kwanza nimpe moyo kama alivyosema mwenzangu, jiamini.
Ya kwanza nimpe moyo kama alivyosema mwenzangu, jiamini. Nimeshiriki hata mimi kwenye baadhi ya interview, yani sometimes nasema mtu ana GPA nzuri sana, akikutetea kile alichokipata ni ngumu sana. Jiamini, naamini kwamba mtakuwa ni waajiriwa wazuri sana. Amesema kwamba kuanzisha kampuni, kuanzisha ventures mbalimbali. Cha muhimu tu ni kufuata taratibu na angalia na uhitaji wa sehemu. Mtu unaenda kuanzisha ambao labda Tanga mjini, usio kafungua kampuni kisha ukajisahau. Vile vitu vitano ambavyo nilivyoviongea vya muhimu sana. Sasa ile ya pili ya kuhusu kuwasilishaji wa return. Walipokuwa mfano kama siku moja nilikuwa na vijana tunafungua makampuni, then tunasubiri tunaondoka. Kila mmoja anaenda baada ya kumaliza chuo, kila mmoja anaenda pande zake. Siku akijipata wakiingia kwenye mifumo ya TRA wanakuta wanadaiwa penalties mbalimbali bila ambazo zinatokana na nini? Non-submission of returns. Hata kama haufanyi biashara, umefungua kampuni yako, hakisha una submit return hata kama ni nini. Na uzuri sheria inaendelea kuwakumbatia hata hao ambao ni startup, ambao inakwambia kwamba ukishakuwa na kampuni lazima yako kuwa certified na CPAPP. Unaweza ukacertify tu wewe mwenyewe. Serikali imeona hivyo ili kumpunguzia gharama huyu startup. Kwa mfanya biashara ambaye ni mdogo, ambaye ni individual, ni mwenye mauzo by return yake yeye mwenyewe kama sehemu ya mkurugenzi. Naamini kwamba tutaendelea kufundishana kwa ajili kuhakikisha kwamba kila mmoja analipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Niseme tu moja, una nafasi kubwa ya kulijenga taifa lako. Hakikisha kile ukienda kufanya manunuzi yako dai risiti. Asante. Nashukuru sana. Credit team. Karibu dakika moja. Mimi ningetaka nigusie kwenye issue ya data quality. Moja ambacho ningependa kusisitiza, make sure kwamba mnapokuwa mnafanya kazi zenu, you guys are very intelligent and ndo maguru kwenye mambo ya data. Hakikisheni mnapata data legally na as per the regulations au laws zitakapokuwa zinakutaka. Usichukue data from sources ambazo haziaminiki. Lakini pia vile vile ku make sure kwamba issue ya data quality inakuwa address, inatakiwa pia utumie data kwa malengo yale ambayo tu yako specified, na kama ulivyoiomba ile certificate from PDPC kwamba utatumia data kwa sababu 1, 2 na 3. Na through hizo structure au data template ambazo utakuwa umeziweka, then you can build on top of them vitu kama validation rules, data quality rules ambazo zitakuwa zinakusaidia ku make sure data ambayo unaifanyia kazi imekidhi vigezo fulani na quality fulani. Asante. Fintech. Asante. I think mimi nitagusia upande wa startups, upande wa kujiajiri, na kulikuwa kuna swali kuhusu AI na data science. From a background perspective, labda kama nikitoa mfano, nilipotoka chuo straight, kampuni yangu ya kwanza ilikuwa ni a data science consulting firm, ambayo nianzisha that is still active. And then nikaenda kwenye product upande wa credit analytics, basic credit scoring na digital lending. Kwa upande wa kujiajiri, one thing that I can really say, kitu siku moja ukasema kwamba anafungua biashara, inakuwa ni nature ya mtu kwenye projects ambavyo unavifanya ukiwa shule, kama kuna vikundi, kama kuna matamasha, mtu unakuwa unajitolea unafanya vitu. From those, wangapi au nauliza, wangapi wanatumia cloud? Okay, so a good show of hands. Wanaotumia cloud, there's so much you can do that you can come to the industry and teach the industry of things that are possible. Why? Because you have the time to learn, you have the time to execute. So I would say just be curious, keep experimenting. Kama there's a new tool, usione aibu, just use it. If possible, kama kuna mnaweza mkaomba chuo akalipia credits, that would even be better. Lakini there's so much value you can extract now just because these AI tools are enabling each and every one of us and you kuweza kuwa na a product or a solution very quick to market. Asante. Asante. Karibu mtu wa wizara tunapomaliza. Asante sana Dokta. Tuanze kwamba kuhusiana na informal sector,
kipindi tunaanza na informal sector tulijua kwamba the junk of the population ni informal sector, lakini taarifa za NBS zikaja kutuprove kwamba informal sector ni namba chache sana. Nafikiri kwenye 2021 taarifa yao inaonyesha kwamba ni around milioni 6.7. Kwa kuna watu wengi ambao sio informal sector parcel kwa mujibu wa taarifa za NBS. Tukajua kwamba kuna kunaitwa missing middle, sio informal sector parcel lakini sio public wala private. Ili kundi kibidi tafutiwe namna ya kuweza kudili nalo. Tumeleta sera ya hifadhi ya jamii, social protection policy ambayo tumezindua mwaka huu mwezi wa pili. Swala namba 3 linahusu ku-widen coverage kwa sekta isiyo rasmi na self-employed, na tunategemea kuanza kuimplement. Kwa sasa hivi tunaandaa sheria ambazo zitakuwa zinaruhusu ubunifu, social security regulatory sandbox, ambapo sasa wabunifu actuaries mtakuwa mna room ya kubuni product za kuweza kuhakikisha kwamba mnaweza kutap ile eneo, na tumeweka room ya kuja kufanyia mazoezi. Kipindi naweza kazi SRA 2017 nilipokea maombi ya kufungua supplementary scheme kutoka hapa kutoka UDSM, na mwanafunzi alikuwa ni actuarial science, aliandaa the supplementary schemes kwa ajili ya wanafunzi, lakini project haikupita na kipindi chetu kwa hatuna utaalamu wa kuweza kumruhusu, kwa sababu ilikuwa ikichukua product inabidi iende sokoni. Sasa tunakuja na namna ambapo tutakuwa like a simulation, mtakuwa na room ya kuweza kuuza product yako, kuona itakavyokuwa inaenda kupokelewa na walaji na changamoto inakuwa ni vipi. Ikionekana inafaa, tutaweza kuiruhusu mifuko yetu iweze kwenda kuimplement mifuko ya NSSF, PSSF na WCF. Asante. Nashukuru sana. Tuwapigie makofi panel. Binafsi ni washukuru kwa muda wenu. Muda umekuwa ni mrefu, lakini ni washukuru sana na mmevumilia sana. Kwa niaba ya idara ya mathematics na actuarial research committee ni washukuru, na ni washukuru participants wote. Tuwapigie makofi ya mwisho wa panelists. MC, narudisha kwako. Asante sana Dr. Kabla hatujaondoka, basi kama tulivyoanza mwanzo kwa kumkaribisha mwenyeji wetu, naomba nimkaribishe tena Dr. Mpimbo aweze kuja kutoa vote of thanks, na kama kuna final remarks za kuweza kumalizia ili tuwaruhusu panelists wetu na wageni. Jamani, habari za mchana. Wanasema ilikuwa asubuhi ikawa mchana. Nianze kabisa nikushukuru MC, umefanya kazi nzuri sana. Moderator nashukuru, na jamani tuwapigie makofi MC na moderator hapa. Wakati nimekaa pale nilikuwa natafakari panelists wetu walivyokaa hapa, nikagundua kwamba ni tukio la kitaifa. Jamani, sikuwa lini tukio la kitaifa kabisa. Akina dada Rose walikuwa mwaka jana, walikuwa wengine kwa kweli watu wametoka Dodoma, wengine watu mbali, wengine karibu. Kwa niaba ya idara na chuo kikuu cha Dar es Salaam umetupa heshima kubwa sana. Surely, yani umetuheshimu sana na mlikuwa na kazi nyingi za kufanya. Ni washukuru sana 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 kwa kutoa muda wenu. Najua vijana wetu jamani tumepata kitu cha kutusaidia kwenye maisha. Nyosha mkono kama kweli unamaanisha kwamba ya kwa tuna uhakika kabisa tuna kitu ambacho hii kizazi sio muda mrefu na kitenye kitakuwa ni panelists watakuwa nakaa mbele hapa. Wangapi wanatamani waje wakakaa mbele hapa wanatusaidia mbeleni miaka michache ijayo? Not long from now kwa waheshimiwa, mnaona inaitwa mentoring. Mnaacha kizazi ambacho baadaye kitahamia hapa na nyinyi mtakuwa mnauliza maswali mkiwa chini hapa. Kwa ni washukuru sana sana sana, na tukijaliwa tena uzima Mwenyezi Mungu akitujalia tena mwakani, hii ni tukio ambalo tunafanya kila mwaka. Tunaomba msituchoke, sisi ni watoto wenu. Mimi kama mkuu idara nikiwakilisha idara zetu zote za IFM, chuo wote ambao tuko hapa ni watoto wetu. Kwa sisi ni watoto wenu, msituchoke.
Jamani, mtoto ni mtoto tu, si ndio eh? Kama kuna mapungufu mmeyaona, jua ni watoto sawa. Mkuu, kwa nataka mtupelekee salamu zetu kule mlikotoka kabisa, waambie idara ya hisabati kwa niaba ya chuo kikuu cha Dar wanawashukuru sana na wanatukaribisha tena na tena na tena. Niwashukuru sana ndugu watoto wetu kutoka UDOM, kutoka chuo cha takwimu ardhi, kutoka IFM na wenyeji wetu wa hapa wa Choyo, tunawashukuru sana na walimu wote. Konas, nawashukuru viongozi ambao mtukuwepo mahali hapa. Tumekuwa na wakati mzuri, mtatusamehe tu kidogo, muda wetu ulikuwa kidogo umetupa changamoto lakini mara zote tunafanya vizuri, lakini kwa hakika kabisa tumekuwa na tukio zuri. Basi hebu tusimame tujinyooshe tunapomaliza hapa. Hebu simama pale, mwambie afya yako, nimefurahi kukuona kuwepo hapa. Umechoka najua, mwambie nimefurahi kukuona hapa. Tuko vizuri tuko vizuri jamani, hebu tutawapigia makofi panesi, na wewe mwenyewe jipigia makofi, na kila mtu na wewe mwenyewe tujishangilie wote kwa pamoja. Niwatakia safari njema wanaosafiri, wanaotembea kwa mguu kwenda darani, wanaosafiri kwa ndege, kwa maji, kila la heri. Okay, bye, see you next time. Madam. Urembo Akiba Plan, a financial solution designed specifically for beauty worker. This plan is built for hairstylists, nail technicians, makeup artists, and all beauty professionals. Members contribute as little as 1,000 Tanzanian shillings daily into a shared savings system, or choose a weekly plan of 7,000 Tanzanian shillings depending on your income flow. All contributions come together to build a strong and secure Urembo Akiba fund. But in the beauty industry, income can change depending on seasons and customer flow. That's why a buffer fund is created, to protect members during slow seasons and financial challenges. At the end of the cycle, members receive their benefits, helping them grow and plan for the future. Members can also access loans when they need extra support through the system. Urembo Akiba Plan, empowering beauty workers to save, grow, and secure their financial future. Meet Asha, a hairdresser in Dar es Salaam. Her income depends on daily customers, and she has no financial protection. If she gets sick or injured, she cannot work, and her family is affected. Introducing Urembo Akiba Plan, a financial solution designed specifically for beauty worker. This plan is built for hairstylists, nail technicians, makeup artists, and all beauty professionals. Members contribute as little as 1,000 Tanzanian shillings daily into a shared savings system, or choose a weekly plan of 7,000 Tanzanian shillings depending on your income flow. All contributions come together to build a strong and secure Urembo Akiba fund. But in the beauty industry, income can change depending on seasons and customer flow. That's why a buffer fund is created, to protect members during slow seasons and financial challenges. At the end of the cycle, members receive their benefits, helping them grow and plan for the future. Members can also access loans when they need extra support through the system. Urembo Akiba Plan, empowering beauty workers to save, grow, and secure their financial future. Meet Asha, a hairdresser in Dar es Salaam. Her income depends on daily customers, and she has no financial protection. If she gets sick or injured, she cannot work, and her family is affected. Introducing Urembo Akiba Plan, a financial solution designed specifically for beauty worker. This plan is built for hairstylists, nail technicians, makeup artists, and all beauty professionals. Members contribute as little as 1,000 Tanzanian shillings daily into a shared savings system, or choose a weekly plan of 7,000 Tanzanian shillings depending on your income flow. All contributions come together to build a strong and secure Urembo Akiba fund. But in the beauty industry, income can change depending on seasons and customer flow. That's why a buffer fund is created, to protect members during slow seasons and financial challenges.
money. It's designed for affordability and flexibility at its core. Beneficiaries receive a lump sum for security, while a maturity benefit encourages long-term savings and business reinvestment. We include daily income support during illness, hospital cash, and optional riders for disability or maternity support. Fully digital and accessible via USSD, ensuring even vendors with basic phones can easily register and submit claims. Faraja Bima, because every hardworking vendor deserves protection and peace of mind. Thank you. Imagine a hardworking Mama Lishe in Dar es Salaam. She relies on daily sales to feed her family but has no safety net if she falls sick. This is the problem we set out to solve with Faraja Bima, a tailored micro-insurance solution for Tanzania's food vendors. Faraja Bima is an endowment life product providing both financial protection and structured savings for irregular income patterns. Contribute via mobile money services such as M-Pesa and Airtel Money. It's designed for affordability and flexibility at its core. Beneficiaries receive a lump sum for security, while a maturity benefit encourages long-term savings and business reinvestment. We include daily income support during illness, hospital cash, and optional riders for disability or maternity support. A hardworking vendor deserves protection and peace of mind. Thank you. Imagine a hardworking Mama Lishe in Dar es Salaam. She relies on daily sales to feed her family but has no safety net if she falls sick. This is the problem we set out to solve with Faraja Bima, a tailored micro-insurance solution for Tanzania's food vendors. Faraja Bima is an endowment life product providing both financial protection and structured savings for irregular income patterns. Contribute via mobile money services such as M-Pesa and Airtel Money. It's designed for affordability and flexibility at its core. Beneficiaries receive a lump sum for security, while a maturity benefit encourages long-term savings and business reinvestment. We include daily income support during illness, hospital cash, and optional riders for disability or maternity support. Fully digital and accessible via USSD, ensuring even vendors with basic phones can easily register and submit claims. Faraja Bima, because every hardworking vendor deserves protection and peace of mind. Thank you. Imagine a hardworking Mama Lishe in Dar es Salaam. She relies on daily sales to feed her family but has no safety net if she falls sick. This is the problem we set out to solve with Faraja Bima, a tailored micro-insurance solution for Tanzania.